Nilimuita Mheshimiwa Livingstone Joseph Lusinde, atafuatiwa na Mheshimiwa Mary Francis Masanja. Mheshimiwa Juma Usonge Hamadi ajiandae. Mheshimiwa Mwenyekiti, nikushukuru sana kunipa nafasi hii na nimshukuru Mungu sana kwa kunipa afya njema na kukupa afya njema wewe mwenyekiti pamoja na waheshimiwa wabunge kwa ajili ya kujadili bajeti ya Mheshimiwa Waziri Mkuu na bajeti nzima ya nchi. Mheshimiwa Mwenyekiti, pongezi nyingi sana zimetolewa kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, na si pia kwa niaba ya wananchi wa jimbo la Mvumi tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa sababu kama kulikuwa kuna kimeo cha muda mrefu na kichomi, ilikuwa ni barabara yetu ya Ntyuka Junction, Mvumi Mission, Kikombo kwenda kutokea Handali. Nayo furaha kwamba Mheshimiwa Rais ametupatia pesa na sasa hivi mkandarasi yuko site anafanya mobilization ya vifaa vyake ili aweze kuanza ujenzi mara moja. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuliona hilo. Kwa hiyo waheshimiwa wabunge, mkija kutibiwa tena macho pale hamtakutana na vumbi. Mtakutana na mkeka tu. Kutoka hapa mpaka Mvumi unaunganisha Kikombo makao makuu ya jeshi unakuja kutokea Chamwino Ikulu. Mheshimiwa Mwenyekiti, tumpongeze sana Mheshimiwa Waziri Mkuu na baraza zima la mawaziri. Wamefanya kazi kubwa kumsaidia Mheshimiwa Rais kutafsiri maono yake pamoja na ndoto zake. Lakini nataka niseme mambo machache hapa Mheshimiwa Mwenyekiti. Jambo la kwanza, nchi ikitaka kubadili hali ya uchumi wa nchi kwa haraka, na uchumi wenyewe sio ule unaoonekana kwenye karatasi, ule unaohusianisha kati ya watu na uchumi, ni kuzingatia kilimo. Kilimo peke yake ndio kinaweza kikabadilisha maisha ya watu wengi kwa haraka. Na ni maono ya Mheshimiwa Rais, akaona kwamba ni vema kuwekeza nguvu kubwa kwenye kilimo. Mheshimiwa Rais akanunua magari kwa maafisa ugani wa mikoa yote, akanunua pikipiki kwa maafisa ugani wa kata zote, akanunua mashine za kupimia udongo, kujua afya ya udongo. Karibu kata zote zimegawiwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, Rais hakuishia hapo, akanunua photocopy mashine kwamba ukipima udongo unaweka kwenye photocopy mashine inakuletea, unatoa photocopy majibu kwamba shamba hili linahitaji uweke mbolea gani, linahitaji ulime zao gani ili mkulima aweze kupata tija. Lakini bado hatuoni hizo mashine na hizo pikipiki zikifanya kazi ambayo Mheshimiwa Rais ameikusudia. Leo hii tukitaka tutembee kwenye kata za waheshimiwa wabunge, ni kata ngapi ambazo tutakuta afisa ugani amebandika pale wakulima aliowatembelea, vipimo vilivyopimwa na tija waliopata? Ni tofauti kabisa na mawazo ya Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, tunaitaka serikali kusimamia haya maono yatokee kwa vitendo ili aweze kusaidia wananchi kusonga mbele. Kama uwezi kuuza nje mazao makubwa kama mkonge, kahawa, korosho, zabibu kwa maana ya mvinyo, unainuaje uchumi wa hilo taifa? Ni maono ya Mheshimiwa Rais kwamba maafisa ugani watembee kwa wakulima. Leo tukifanya sensa hatuwezi kukuta afisa ugani sio tu kwa wakulima, hajatembea shamba la diwani, hajatembea shamba la mbunge, hajatembea shamba lake yeye mwenyewe. Sasa hii si sawa. Hatumtendei haki Mheshimiwa Rais, hatutendei haki maono ya Mheshimiwa Rais. Lakini juzi Mheshimiwa Rais ameagiza, amekaa hapa na maafisa ugani, Rais akaagiza anzisheni wakala ya ugani, kwa maana namna ya kufanya kazi itakuwa rahisi. Tuwe na wakala kama ilivyo TANROADS, kama ilivyo TARURA, lakini tuwe na wakala ya namna hiyo kwa maafisa ugani ili kuweza kuwa na spidi ya kuwakagua. Mpaka leo nataka kujua imefikia wapi? Maana tunaona mpaka tunamaliza mko kimya. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nataka kuzungumza hapa kwenye kilimo. Hapa kwenye kilimo. Mheshimiwa Rais ametupatia si shamba kubwa sana. Liko Mlazo pale. Ukienda utaona matokeo pale. Vijana wa BBT wameripoti, wamelima alizeti zimekubali, lakini tuna tatizo. Tatizo letu kubwa ni kwamba wataalamu wetu hawapiti kushauri. Kazi yao kubwa ni kupanga tu. Mwaka huu ushuru gunia moja shilingi 5,000. 5,000 umelima wewe? 5,000 umemsaidia nini huyu mkulima? Huyu mkulima hujamsaidia kumshauri, hujamsaidia mbegu, hujamsaidia mbolea, hujampimia ardhi yake. Wewe unapanga tu kwamba mwaka huu tunataka ushuru wa gunia uwe shilingi 5,000. Hivi ndio elimu mliopewa jamani? Elimu gani ambayo umepewa ya kupanga tu bei bila kusaidia watu? Lakini angalia kero anazopata mkulima.
Mheshimiwa Mwenyekiti, mkulima analima kwa tabu, hakuna mtu anamshauri. Akishapata mazao yake, akiyaleta sokoni, anakutana pale Mkonze, kunakuwa na beria, anakamatwa pale Mkonze, anaambiwa gunia limezidi kilo 20, unalipa shilingi 500. Hivi tukubaliane leo kwenye bunge na Mheshimiwa Waziri akisimama tusaidie hapa. Kwani gunia serikali inavyolitambua, gunia ni kipimo au kifungashio? Kama gunia ni kipimo, kwa nini watu wa TBS wanaruhusu gunia linalozidi kilo 100 kuwa sokoni? Kwani analileta gunia ni mkulima? Wanaolileta gunia ni watu wengine. Limegongwa muhuri wa TBS, mkulima ananunua, akilijaza linaingia kilo zaidi ya 100, anakuja anakamatwa, anaambiwa faini shilingi 500, vinginevyo mazao tunayataifisha. Mnataka kutuambia kila mkulima, pamoja na shida na tabu za kulima, kila mkulima awe na mzani? Kwa hiyo kila mkulima anunue mzani aweke shamba? Huu utaratibu wa wapi huu? Hii si sawa. Na haya mambo ndio ambayo rais anayakataa kila siku. Serikali, baadhi ya watumishi wetu huku chini wanaonea watu. Haiwezekani, kwa sababu gunia hakutengeneza mkulima. Gunia hatengenezi mkulima. Kwa nini tusimshtaki yule anayetengeneza gunia kwamba umetengeneza gunia ambalo linachukua zaidi ya kilo 100? Na kama kweli tunataka kutenda haki, kwa nini maafisa wetu wa vipimo hawakai kwenye mzani anakokuja kuuzia? Akifika pale anaambia bwana, utalipa ushuru kulingana na kilo utakazopima. Limeisha. Kwa hiyo tu wazulumu watu mazao yao. Inakuwa tabu kwenye kulima na tabu kwenye kuuza. Na tukumbuke kwamba mkulima wa kawaida sio mfanyabiashara wa mazao. Yeye anakuja kulima na kuuza mwaka mmoja mara moja. Anataka zile pesa zisaidie familia yake. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, hili jambo mimi nimeliona limekuwa likileta uchungu sana na malalamiko makubwa sana kwa wananchi. Ni lazima tusimamie haki za wakulima. Lakini jingine nataka kulizungumza hapa, Mheshimiwa Mwenyekiti. Mfumo wa kupambana na majanga kwenye kilimo ni tofauti na mifumo mingine yote ya taasisi. Leo hii ukitokea moto, utaona zimamoto wanaenda kwa haraka sana. Ikitokea nguzo zimeanguka, TANESCO wataenda kwa haraka sana. Lakini ikitokea janga kwenye kilimo, ndugu zangu, ni matatizo makubwa sana. Leo kikianguka kiwavi jeshi, anatakiwa afisa ugani wa kijiji amwandikie afisa ugani wa kata, afisa ugani wa kata amwandikie afisa ugani wa wilaya, afisa ugani wa wilaya amwandikie dasi, dasi amwandikie lasi aandike wizara. Hilo shamba utalikuta? Hauwezi kulikuta. Yani huo mlolongo wa kuandikiana na kupeana taarifa, utakuta shamba limeshakuwa jeupe. Na bahati mbaya sana serikali inafidia, fidia za serikali za ajabu sana. Leo hii mtu akiua tembo karibu milioni 15 sijui 30, lakini huyo ndovu akiua mtu kifuta machozi milioni 1. Leo hii mtu akifanya abortion anashtakiwa kwa mauaji kwamba ameua mtoto ambaye alikusudiwa kuzaliwa, lakini shamba la mtu likiliwa kabla halijaiva, wakati wa kusamini yale mazao wanasema asingepata gunia 40. Kwa nini asingepata gunia 40 wakati yeye ndio uwezo wake wa shamba lake? Tusaminishe sawa sawa. Leo binadamu anauliwa, mnasema shilingi milioni 1 kifuta machozi. Shamba zima eka 20 zimeliwa, mnalipa gunia 1. Gunia 1 mtu anaweza akala mwaka mzima. Huu utaratibu wa wapi huu? Hiyo sio sawa. Kwa mimi ningeshauri kwa serikali tusimamie haki za wakulima. Ikitokea matatizo tuchukue serious kama tunavyochukua matatizo sehemu nyingine. Unavyopeleka mgonjwa kwa spidi hospitali kwa matibabu, ndivyo upeleke ndege ya kuua ndege kwenye mashamba ya wakulima. Kwa sababu ukichelewa, wakishamaliza ndege, huyu mkulima hana kitu, halmashauri haina kodi, na wala mwenyewe hawezi kutunza familia yake pale. Lakini nyingine nataka kuzungumza, Mheshimiwa Mwenyekiti, tumezungumza sana kuhusu ajira, na hili nalirudia tena hapa. Mimi nilishauri kama tunaona hatuwezi kuwaajiri Watanzania wote kupitia ajira poto, ajira hizi tuzigawe kwenye halmashauri. Kila halmashauri wewe ajira zako 20, wewe ajira zako 10, wewe ajira zako 30. Wakikosa kupata mtu mwenye elimu hiyo ambayo inatakiwa kwenye hiyo ajira, watairudisha ile ajira, utapeleka mkoa mwingine. Lakini utaratibu wa kuwaleta wote pamoja, hivi vyeti mlivyowapa mnavikagua, unasema hichi cheti chako original kabisa hichi, alafu baadaye unamuingiza kwenye mtihani wa dakika 1 ndio umkoseshe mtoto ajira? Haiwezekani. Haiwezekani. Tuna wa stress watoto wetu. Hii si sawa. Wewe umekagua cheti chako, cheti cha ualimu mtu anasoma zaidi ya miaka 3. Yaani wewe unakuja kumpa mtihani wa dakika 2 unafuta yote haya. Masomo yote aliyosoma miaka 3 yanaonekana hayana maana kwa sababu ya mtihani wa dakika 2. Hii si sawa.
Kama uwezo wetu tunaajiri watu 15, tuseme bwana ajira 15,000 tunazigawa katika halmashauri, nendeni muajiri, bila kusumbua watu kuwajaza hapa. Wanakuja wanalala nje, watoto wa watu wanakuja na nauli za kukopa, wakija hapa wanaishi maisha magumu sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, hii si sawa. Badala ya kuondoa kero tunazalisha kero. Hii inakuwa si sawa. Kwani ukisema kwamba tuna uwezo wa kuajiri watu 15,000, leteni vyetu ukavikagua ukawaajiri, si jambo limeisha? Sasa leo hivi unakuja unanipa mtihani wenyewe wa dakika moja, alafu huu mtihani wa dakika moja unaniondolea sifa yote niliyosoma. Alafu ule aliyefeli mwaka huu amekosa mwakani anafaulu. Hii inakuwa si sawa. Kwa hiyo lazima tuwatendee haki kabisa. Tuwatendee haki wananchi wetu. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, nimezungumza sana kuhusu lango la utalii. Kutoka hapa kwenda Iringa ukitumia barabara ya lami uje kuingia mpaka hadi kwenye mbuga za wanyama, mzunguko wake ni mkubwa. Tuna barabara ya mkato, tunalishauri serikali kwamba ukitoka hapa paka Mpunguzi kwa Tone Mavunde, ukitoka pale Mpunguzi nenda moja kwa moja, nyoosha moja kwa moja mpaka hadi Huzi, ukitoka Huzi nenda moja kwa moja Manda, ukitoka Manda jenga pale daraja la kuingia kwenye mbuga. Inakuwa rahisi sana kwa watalii, na sisi huku tutaguswa na maendeleo kwa haraka, kwa sababu sisi mbuga yetu huku tunakutana na Mzee Lukuvi kule, pamoja kwamba anaona pale. Tunaomba tusaidie kurahisisha lango la utalii lipitie Ilangali badala ya kupitia sehemu nyingine. Mheshimiwa Mwenyekiti, naunga mkono hoja. Asante sana kwa kunisikiliza.